uwanja wa Airtel jijini Singida. Sometimes I gonna say uwanja ni mzuri, pitch ni nzuri, ball inatembea. That's why you have seen us, we have scored three goals and we have acquired 3 points. It's not easy as people they were expecting. Kwa hiyo let's stay focused. Hii ndio Yanga yetu bwana, sio unatoka Dar unasafiri unakuja kurudi unazomea njia nzima. Haya tayari tumetazama mchezo, tuzungumzie mchezaji mmoja mchezaji kama Alan Okello anafunga goli lake la kwanza ndani ya msimu. Unamtazama mchezaji aina gani kwa upande wako? Ni mchezaji mzuri, yani I just say, yani unajua it's a matter of time. Let's wait and time will talk. Kuna muda najiuliza, yani Alan Okello tathmini wala haja score, lakini ni mechi yake ya kwanza, ni mechi yake ya 11 ana score. Kuna watu wataongea, kuna watu wa gongoazi wataongea, mchezo 11 hajafunga, mara goli la penalty, mara walikuwa familia wale ndio maana akafunga, wataongea wengi. Lakini mimi naweza nikawahakikishia watu kwamba huu ndio mchezo wake wa kwanza, ndio anafungua magoli. Sasa hizo mechi zinazokuja anakuja kuwa ana score, ni mwendo wa kuscore. Mechi ambazo alikuwa ameshacheza kuelekea na ile dabi ambayo umecheza juzi. Baada ya ile dabi maneno yakawa mengi kwamba kijana anakuja star, mbona anaporomoka, lakini leo amepewa dakika 90 na anaonyesha at least amefunga goli. Pengine alihitaji goli moja tu ili kuweza kuendeleza mengine. Mimi huwezi kuniambia, watu ni maneno ya watu, lakini Okello anyway just fuatilia touches zake. Yani ana touch moja. Ukifuatilia touches za Okello unasema yes, ni mchezaji huyu, ingawa hajafunga but ana kitu, atafika mbali. Kwa hiyo mimi ni maneno ya watu wanaosema sijui mara dabi kaporomoka. It's none of my business. My business was to treat that Okello is good, is perfect. Okello is scored on. Ukionaje ghost Yanga katika game ya leo, ukizingatia hii game iliyopita waliocheza na wapinzani wao Simba, ilikuwa inaonyesha kwamba Yanga alionekana kama kucheza chini ya kiwango, lakini mchezo wa leo unazungumziaje? Mimi kwa kweli let's concentrate na mechi ya leo. Hayo yaliyopita acha yapite. Lakini sio uliona? Sio kwamba niliona. Hayo yaliyopita acha yapite. Yaliyopita si ndwele. Ngoja tugange haya yaliyokuwa Singida, tuliocheza na Singida Black Star. Kwa hiyo tuzungumzie mchezo wao. Hayo yaliyopita acha yapite. Let's go to maendelezo. Leo umerudi kwenye ubora. Ndio. Yani today sio kwamba tumerudi kwenye ubora. Even the past match we were in good scoring, in good perfect. Our team was very perfect. Sina comment ya kusema timu yangu ilikuwa mbaya. Ilikuwa timu mbaya tungefungwa. Hatujafungwa. Prince Dube anaendeleza mwendelezo wake wa kufunga magoli. Unamzungumziaje? Prince Dube, yani jiwe waliokataa waashi ndio limekuwa jiwe kula tu. Dube wamemsema sana. Na ukija kufuatilia ndio mchezaji ambaye amebeba man of the match nyingi kuliko wachezaji ambao walikuwa wanamlinganisha nao kwamba mara afungi, lakini yeye ndiye amekuwa man of the match kuliko wachezaji wote hapo kufuatilia kwenye ligi kuu. Na dakanya ni ukweli. Huo ndio ukweli kabisa kwamba Dube amekuwa akionyesha ambacho na pengine Young Africans sasa ni wazi kwamba baada ya kutoka katika mashindano ya kimataifa mnaenda kupambana kurejesha kombe lenu la ligi kuu ndani ya Jangwani. Uhakika, ingawa tuna very consecutive yani mechi yani hatupumui. Mara kesho hapa tukitoka hapa tunaenda kucheza FA. Tukitoka hapo tunacheza tena na Mbeya. Yani Mbeya yani wametupangia yani very sluggish. Nadhani ratiba itaumiza kiupande gani? Haitotuumiza because as you see today there was no Pacome, no problem, no Dickson Job, no problem, no Boka, no problem, substitution no problem. Substitution yao haijatu affect kwamba kaanzia bench mara tuumie, no problem. Uko unamuona Mohamed Hussein anayefanya majukumu yake very perfect. Niseme nini kwa hapo watu wanashtuka Debo hajacheza. Acha watashtuka, tunamtunza huyo, tunamweka kwa Damaro hajacheza. Yani Yanga nikikwambia
Yanga we have a hard squad. I can't even explain. I can't settle with somebody and we start to battle about Yanga squad. We have a good squad. We have a hard squad which can give us a perfect football, and we are going to enjoy the league. Yani ligi ya Tanzania tutaendelea kuenjoy. Achana na huko maklabu bingwa, lakini ligi ya Tanzania tutaenjoy forever. Tarajia ukienda kurejesha kuzipata pointi zote ambazo kwa mechi hizi ambazo zimekaribiana. Yeah, tutazipata. Sisi wote we are targeting 3 points. Yaani tupate goli moja, tupate nini, tunataka goli 3. Difference ile isipungue. Yaani sisi tunataka iwe goli moja, pointi 3 muhimu. Iwe goli moja, pointi 3 muhimu. Yaani hata tukiscore moja. Maana walisema kocha alikuja saa hizi timu haichezi vizuri kabisa, lakini matokeo mnapata. Yeah, unajua Mungu akupe nini? Akupe upele ujikuni. Timu inacheza vibaya, matokeo unapata. Haya, timu icheze ovyo usipate matokeo. Yaani unataka nini? Kama Yanga inacheza vibaya napata matokeo. Je, ikicheza vizuri? Sasa hapo ndio tutakuwa tunawafunga watu 6G 10G hapo. Maneno yamekuwa mengi kwamba watani wenu wameachiwa nafasi ya kusherehekea kupata sare na nini. Ndio maana hawajapewa mechi karibuni hapo. Wenda, you never know. Maana wale za ndani. Nimeona posti zinazopostiwa kwenye page yao. Za ndani, sikalia ni mtu wao. Hata unaona hata budget na nilia budget ile ratiba yao kai budget. Sisi ya kwetu kaiongezea budget. Kwa hiyo kutokea tarehe 1 dabi mpaka leo wanasherehekea. Wanasherehekea na wabudgetia kwenye ratiba yao ili waendelee kupata kugeni nguvu wale wachezaji. Sisi anaibana budget, wachezaji wetu waendelee kuwaumiza na kuwakanyaga kama walivyodhamiria kwenye ile mechi. Unajiona na watashindwa na kulegea. Watashindwa. Unawakemea kwamba kuna yote wanafanya. Kuna namna watashindwa na kulegea. Sisi we are going to be the champion. Kwa nini unawakemea? Kuna nini kilifanyika? Wale hawakujali kwamba mwezi mtukufu walivyoenda kufanya mambo yao. Kuna kitu kilifanyika. Kuna vitu vilifanyika. Vilikuwa vinaonekana zaidi shai. Kitu gani? Maji yanamwagwa pale uwanjani. Vitu vinafanyika bado inapatikana sare. Yaani hapo tusingefanywa vitu. Sisi ndio tungewafunga tena na nili 5 nyingine. Kwa hiyo ile dhana kwamba Young Africans ilicheza vibaya sio kwamba nilicheza vibaya. Walitufanyia vitu bwana wakati. Wachezaji walikuwa wanavutwa miguu. Wewe unashangaa na mara akireceive mpira naona jini. Afu bado yakambulia sana. Tukambulia. Lakini wachezaji wao binafsi mtazama vipi? Aniseti Oura, Libasego, Innocent Nwemba. Kwa kweli kwa ingizo hili jipi. Tuseme yani Nese ndio wangekuwa leo wanacheza wao. Wasingepata matokeo kwa Singida Black Star. Niuze kwa nini? Kwa sababu maingizo haya ya dirisha dogo. Kimtoa yule Mablish, kimtoa yule Bwele Mvashanga, ukamzoa sijui na Zaola sijui nani matelefoni. Aula. Basi umeinawa Simba wengine. Hadi yule ambaye ana mapenzi na nyie. Hadi yule ambaye ana mapenzi na nyie. Yaani wengine tanao Mpanzu si ameanza kuja sasa hivi mechi sijui ya lini hiyo ndio ameanza kuja. Walikuwa wanamtukana, wanasema Mpanzu ana kazi ya kugongesha pasi si afunge. Lina unaizungumziaje dabi ijayo mkiwa nyinyi ni wageni? Tunawafunga. Maana wao wamesema kwamba sisi kwanza hatuna dabi sasa hivi. Wakiwakaribisha wao. Yaani mnachezea nyingi sana. Hatuna dabi. Dabi yenu ni wana nani? Sisi dabi yetu ni Azam na sisi ndo dabi yetu ya dabi. Azam na nani? Azam na nani? Azam na Yanga ndo dabi. Sasa hivi ndo watu wananunua tiketi kwa wingi kwa ajili ya mechi hiyo ya tarehe 15. Dabi ya Simba sio dabi. Yani kumbe mtu ukimfunga mara nyingi anapoteza uhalisia wa competition ya kuitwa dabi. Hawatuonyeshi competition. You have to show us competition bwana, sio dabi. Kwa hiyo dabi Yanga leo ilikuwa dabi B. Tumeshamaliza mechi ngumu. Dabi B tumeimaliza leo na Singida Black Star. Yes you can see. Dakika 30 bado wamekaza. Wangekuwa ni watu ambao ni wepesi tungewafunga dakika ya kwanza. Kwa kumalizia sasa tutarajie msimu paredi Jangwani likifanyika tena la ubingwa. Wewe tunaenda kuchukua gari mbili sasa. Paredi ile moja alitoshi. Na paredi inafanyika, nilimsikia siku moja kama anasema kila mkoa. Exactly. Kila mkoa tunapita na paredi. Kuambia hivi hatulali mpaka mwezi unaisha. Mikoa mingapi hiyo? Kama wenzenu wameshangilia sare ya kuwafunga kupata sare na nyie, je, kuchukua ubingwa? Sijui itakuwaje. Mtakunywa maji kweli? Tutakunywa maji. Yenyewe hatutakunywa maji hata kidogo.
Basi mimi nikushukuru, kila la heri katika safari ya kurudi kesho Dar es Salaam. Asante.